Habari kubwa inayotikisa Afrika kwa sasa ni hali inayoendelea nchini South Africa. Zaidi ya Wakenya 180 tayari wamerudi nyumbani baada ya hali ya usalama kusorota katika baadhi ya maeneo. Lakini Wakenya sio wao pekee walioathirika. Wa Nigeria, wa Malawi, wa Zimbabwe, wa Mozambiki na raia wa mataifa mengine ya Afrika pia wamejikuta katika hali hiyo ngumu. Lakini swali kubwa ni hili: je, South Africa imeamua kufukuza Waafrika wenzake au kuna ukweli mwingine ambao hautazungumzwa? Leo tunachambua kwa kina historia ya mgogoro huu. Ni nini kinachoendelea sasa? Kwa nini Wakenya wameathirika? Na kama kuna suluhisho la kudumu? Karibu tena kwenye channel yetu ya Mr. Zag. Kama unapenda uchambuzi wa kina kuhusu siasa, uchumi na masuala yanayoigusa Afrika, usisahau kusubscribe. Leo hatutajadili hisia pekee. Tutachunguza ukweli uliopo, sababu za mgogoro huu na masomo ambayo nchi zote za Afrika zinaweza kujifunza. Kwanza tuanze kujiuliza kwa swali hili: ni nini kinachoendelea South Africa? Katika wiki za hivi karibuni, maandamano dhidi ya wahamiaji yamefanyika katika baadhi ya maeneo ya South Africa. Baadhi ya waandamanaji wanadai kuwa wahamiaji wasiokuwa na nyaraka wanachukua kazi, wanaongeza ushindani wa biashara na kuweka shinikizo kwenye huduma za umma. Ingawa maandamano mengi yalianza kwa amani, maeneo kadhaa yalishuhudia furugu, uporaji na mashambulizi. Hali hiyo iliwafanya wahamiaji wengi kukimbia makazi yao kwa hofu. Serikali ya Kenya ilianza kuwarejesha raia wake waliotaka kurudi nyumbani. Je, shida hii imewakumba Wakenya pekee? Jibu ni hapana. Mbali na Wakenya, raia kutoka Nigeria, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Ghana na mataifa mengine ya Afrika pia wameathirika. Hii inaonyesha kwamba suala hili halikuwa la Kenya pekee, bali limegusa wahamiaji kutoka nchi mbalimbali. Kwa nini ni South Africa? South Africa ndiyo moja ya nchi zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Kwa miaka mingi imekuwa kivutio cha watu wanaotafuta kazi, biashara na maisha bora. Lakini kwa upande mwingine, nchi hiyo pia imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa. Ukosefu wa ajira ni wa juu, gharama ya maisha zimeongezeka, wananchi wengi wanaona maisha yamezidi kuwa magumu. Katika mazingira kama hayo, baadhi ya watu huanza kutafuta wa kulaumu, na mara nyingi lawama hizo huwaelekea wahamiaji. Na kweli, je, wahamiaji ndio tatizo? Hili ndilo swali muhimu zaidi. Ni kweli kila nchi ina haki ya kudhibiti uhamiaji na kuhakikisha watu wanaingia wanafuata sheria. Lakini wataalamu wengi wanasema matatizo ya uchumi ya South Africa hayawezi kuelezwa kwa kuwepo kwa mahitaji pekee. Ukosefu wa ajira, ukuaji mdogo wa uchumi, rushwa na changamoto za utawala ni baadhi ya sababu zinazotajwa kuwa changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo kuwalaumu wahamiaji wote kwa matatizo ya nchi ni jambo ambalo halina ushindi wa kutosha. Na Wakenya waliorudi wanasema nini? Baadhi yao wanasema walilazimika kuacha biashara, kazi na mali zao. Wengine walieleza kuwa walihofia usalama wao na kuamua kurejea kabla ya hali haijakuwa mbaya zaidi. Hii inaonyesha kuwa migogoro ya aina hii haiathiri takwimu pekee, inaathiri maisha ya watu halisi. Je, serikali imefanya nini ya South Africa? Serikali ya South Africa inasema sheria za uhamiaji lazima ziheshimiwe, lakini pia imesisitiza kwamba wananchi hawapaswi kuchukulia sheria mkononi mwao kwa kushambulia au kuwafukuza watu kwa nguvu. Kwa upande wa Kenya, serikali imeendelea kuwarudisha raia wao waliotaka kurejea na kutoa msaada kupitia ubalozi. Je, Kenya inapaswa kulipiza kisasi? Hii imekuwa swali kubwa mtandaoni. Wapo wanaosema Kenya nayo inapaswa kuwafurusha raia wa South Africa. Lakini je, hilo lingekuwa suluhisho? Kwa maoni yangu, hapana. Kwa sababu si kila raia wa South Africa anaunga mkono mashambulizi dhidi ya wahamiaji. Kuwajibisha watu wote kwa makosa ya baadhi ya watu si haki.
Zaidi ya hayo, Kenya na South Africa zina uhusiano wa biashara, uwekezaji na diplomasia ambao unaweza kuathirika ikiwa nchi zitaanza kulipizana kisasi. Hata hivyo, Kenya ina haki ya kuhakikisha wageni wote waliopo nchini wanafuata sheria za uhamiaji bila kujali wanatoka nchi gani. Huo ndio msingi wa utawala wa sheria. Je, ni somo gani Afrika inafaa kupata kutoka South Africa? Tukio hili linatufundisha jambo muhimu. Afrika imekuwa ikizungumza kuhusu umoja wa bara na ushirikiano wa kiuchumi. Lakini umoja huo utakuwa na maana gani ikiwa Waafrika wanaendelea kugeukiana kila uchumi unapodorora? Suluhisho la muda mrefu si kuwalaumu wageni pekee. Suluhisho linahitaji uchumi unaokua, ajira zaidi, usimamizi mzuri wa mipaka na utekelezaji wa sheria kwa haki. Sasa nataka kusikia maoni yako. Je, unaamini South Africa iko sahihi kukaza sheria zake za uhamiaji, au unaona baadhi ya hatua zimeathiri hata watu wasiokuwa na makosa? Na Kenya inapaswa kujibu kwa njia gani? Andika maoni yako kwenye sehemu ya comments. Ukipenda uchambuzi kama huu, usisahau kulike video, kusubscribe na kuwasha kengele ya notification. Mimi ni Nyabude Zag. Asante kwa kutazama. Tukutane tena kwenye video ijayo. Kwa heri.